Naam, rafiki mpenzi, karibu sana. Siku ya leo ningetaka tuzungumzie ndoto, huku mtoto wako au mtoto wa jirani, mtoto wa rafiki, mtoto mwenye yuko karibu nawe sana, yuko katika hali ya hatari. Hii ndoto inaweza kuwa na maana gani? Na tena ni nini unafaa ukifanye uotapo ndoto sampuli ile? Kwani wakati mwingine mtoto anaweza kuwa ako katika shinda fulani, anapitia katika hali ngumu, ni mgonjwa au hata vile amefariki. Haya ni mambo ambayo hufanyika, na hivyo najua nazungumzia swala nyeti sana, swala ambalo nafaa kuwa mwangalifu, lakini hata hivyo ni vema kujua jinsi ambavyo tunavyofaa kufanya ili kujizuia katika siku zijazo au kuzuia jambo kama lile kutokea. Na najua hili ni mojawapo wa mambo ambayo huwa ni machungu sana katika hii dunia, wakati mzazi amempoteza mtoto wake au mtoto wake anapitia hali ngumu, huwa kwa kweli inamsumbua mzazi. Na hivyo basi, kama umeitizama hii video sababu unaipitia ile jambo au umekuwa wakati mmoja katika ile hali ya kumpoteza mwanao, twasema makiwa, pole sana. Lakini pia ni vema kujua ya kwamba wengi wanaipitia ile hali. Watoto wengi wanapitia hali ngumu, wanagonjeka na wanakufa kila siku, lakini vifo vingine vinaweza zuilika kwa njia moja au nyingine. Inaweza kuwa kuzuiwa kwa kupitia madawa, inaweza kuzuiwa kwa kuwa mwangalifu, au hata kwa kuingilia katika hali nzima ya kiroho. Na hapa ndipo naingilia na masuala mazima ya ndoto au maono. Mtoto wako akiwa katika hali ngumu au akiwa katika hali ambayo ni ya kutatanisha au hata amefariki, uotapo au uoneshwapo mtoto yu katika hali kama ile, ni vizuri sana kuchukua hatua mara moja, kwani utamsikia mzazi akisema kabla lile tukio litokee, kabla mtoto wake azame kwa maji, kabla apate ile ajali, kabla ajipate kwa huo mkasa, kuna venye alikuwa anaihisi, kuna venye alikuwa anahisi hana amani, kuna venye alikuwa anahisi hana utulivu, alikuwa anajaribu kulala, hangeweza kulala, alikuwa anahisi usumbufu mwingi rohoni, na wengine unasikia kwamba alikuwa anamumiss mtoto wake, alikuwa anahisi tu kumwona. Kuna jambo ambalo alikuwa anahisi linaendelea kumhusu yule mtoto wake. Kama ni mama, anahisi uchungu, sijui chini ya tumbo, sijui wapi, uchungu ambao si wa kawaida na hauji wakati huu mwingine. Hii hali huwatokea wazazi wengi, si lazima, lakini wakati mwingine utapata unaoneshwa, huenda kwa maono au kwa ndoto, kabla lile jambo litokee au wakati liko karibu sana kutokea. Na hivyo ni vizuri kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Kama mzazi uoneshwapo yule mtoto ako katika hali ya hatari, ni vema kuchukua hatua za dharura na kufanya jambo ambalo linahitajika ili kuzuia jambo kama lile kujitokeza. Na kwa hivyo kukukumbusha tu, kwani haya ni mambo wakati mwingine tunayajua, lakini kidogo tunayapuuza. Lakini ni vema sana kujua nini ambacho unafaa ukifanye ujipatapo katika hali kama ile. Jambo la kwanza ni vema kuomba mara moja. Uhisipo au uoneshwapo
lile jambo, ni vizuri kujua kwamba maombi yana nguvu kubwa sana. Ni vizuri kuomba mara moja, au hata kama hutaweza kuomba wewe mwenyewe, ni vizuri kuitisha usaidizi wa maombi, huenda kutoka kwa rafiki au kasisi au mtu ambaye unaweza mtegemea kiroho, kwani maombi yana nguvu nyingi sana. Maombi yanaweza sambaratisha mipango ambayo ilikuwa imepangwa na yule mwovu, mambo ambayo yalikuwa yamepangwa na matukio ambayo yanatekelezwa na nguvu za giza. Na hivyo basi ni vema sana kutopuuza nguvu za maombi. Maombi yana nguvu za ajabu na yanaweza fanya maajabu uombapo kwa imani. Na jambo lingine ni vizuri kumfahamisha yule mtoto au mzazi wa yule mtoto, si kumwelezea eti umeota akiwa kwa shida fulani. Hapa lazima utumie hekima, si kwa kumwambia umeota akiwa mgonjwa au akiwa amehusika katika janga fulani, amefariki, la, lakini mjulie hali. Kama ni wa mzazi mwingine, mkung'utie yule mzazi, muulize mtoto wako anaendeleaje, ako namna gani, umeongea na yeye hivi karibuni, na kadhalika. Lakini usiende direct kumwambia nimeona hivi na hivi, nimeota hivi, ninahisi hivi. Ni vema kutumia hekima na kuwa mwangalifu sana upitishapo ujumbe kama ule. Na jambo lingine ni vizuri ikiwezekana kutoa dhabihu, kwani kumbuka, mambo mengine huenda yamesababishwa na mambo ya kishetani, mambo ya kiganga, na ndiyo yale mambo yafanyike, kuna dhabihu ambazo huwa zimetolewa. Na hivyo ni vema sana iwapo nawe utatoa dhabihu ya kucancel, ya kuvunja yale madhabahu yalikuwa yamejengwa, madhabahu ambayo yalikuwa yametolewa dhabihu za kishetani. Ni vizuri kuyapinga na vilevile kuyavunja kwa kutoa dhabihu ya kiungu. Simamisha kitu fulani, hata kama ni kwa kuahidi, kwani unaweza kuwa wakati ule unacho au huko mahali unaweza toa au peana ile dhabihu. Ni vema kuahidi kwamba utalifanya jambo fulani, ndio uweze kuvunja hayo maagano na uweze kulizuia kuvunja jambo hilo ambalo lilikuwa linaelekea kufanyika, na kusambaratisha madhabahu ya kimapepo, madhabahu ya kishirikina, madhabahu ya kishetani. Na jambo lingine, ni vema sana kuwa alert. Ni vema kuwa mwangalifu sana kwa mambo ambayo yanaendelea katika maisha yako. Ni vizuri sana kuwa mwangalifu na watu ambao unatangamana nao au mtoto wako anatangamana nao. Vitu ambavyo anatangamana nazo pia ni vizuri kuwa mwangalifu, na vilevile mambo ambayo yanatendeka, ambayo yanamfanyikia kwa wakati uliopo. Ni vema kuwa mwangalifu sana na kuangalia ni nini kinafanyika, na hasa katika ulimwengu wa kiroho. Ni mambo gani ambayo yamekuwa yakiendelea hivi karibuni? Ni vema kuangalia yale mambo kwa ukaribu sana, ndio uweze kujua kama kuna jambo mbaya ambalo huenda linatendeka, na ndilo unajaribu kuoneshwa katika ile ndoto au katika yale maono. Ni vema kuwa very, very alert of the surroundings. Na hatimaye ni vema kutokuwa mwoga. Ni vizuri kutoingiza uoga. Don't panic, usiwe na wasiwasi, kwani waganga, wachawi
warogi na mapepo wote hufanya kazi kwa kuhofisha, wote hufanya kazi kwa kuweka mtu uoga, kama vile tu shetani mwajiri wao. Wao huhakikisha kwamba uoga ndiyo kitu ya kwanza ambao watakuuzia ili kutengeneza mlango ambao utasababisha yale mambo maovu yaweze kupata mahali ya kupenya katika maisha yako. Lakini kama utakuwa imara, utakuwa mwoga, itakuwa pia ngumu sana shetani kuweza kupenya na kutekeleza jambo mbaya alilokuwa amelipanga kulifanya. Hivyo basi, hata ukiota ile ndoto, ni vizuri kufanya yale tuliyotangulia kuyasema: kuomba, kuwa mwangalifu na vilevile kutoa dhabihu ikiwezekana, lakini usiwe mwoga hata kidogo, kwani ndio unaonanga hata wachawi kuna venye huanga wanajipaka, kuna venye huanga wanabeba vitu vya kutisha, kuna venye wanakaanga maisha weird ya kutisha tu, ya kukuweka baridi. Ukienda kwao wanakuambia njoo kinyume nyume, njoo kama umebeba nywele za mapua, za masikio, njoo kama umebeba meno ya panya, miguu ya mende na kadhalika, vitu ambavyo ni vya kutisha, ili kuogopesha na kutisha na kukuweka baridi. Na hivyo basi ni vizuri kutokuwa mwoga hata kama umeota ndoto kama ile, lakini ushughulike haraka iwezekanavyo, tena kwa ujasiri. Na jambo lingine, uotapo ile ndoto, pia ni vizuri kujua ya kwamba si lazima iwe ni ndoto ambayo inamaanisha mtoto hasa. Si lazima awe ni mtoto wako, si lazima awe ni mtoto wa jirani au wa rafiki. Inaweza kuwa ni jambo lingine ambalo ni jambo la maana, jambo lenye umelienzi kama vile mtoto, jambo ambalo pia linaweza kuwa fragile, jambo changa ambalo ndio linaanza, kama vile inaweza kuwa ni kazi yako ambayo unaienzi na unaipenda sana, ndio iko katika hali ya hatari. Inaweza kuwa ni biashara, huenda biashara yako inaelekea kusambaratika. Yanaweza pia kuwa ni mahusiano, influence, ule ushawishi kwa watu, heshima na dignity yako ambayo huenda iko mashakani. Vile vile inaweza kuwa ni afya yako, inaweza kuwa ni amani yako, au hata kitu kama huduma, ministry, jambo ambalo unalolifanya, mradi ambao unaufanya. Inaweza kuwa pia ni mali, huenda unaelekea kupoteza mali yako, na inaweza kuwa pia ni jambo lingine muhimu sana kama vile wokovu. Huenda unapoteza wokovu wako, unapoteza ulinzi in general. Unajua wokovu pia huwa ni ulinzi wa maisha yako, na hivyo kama unaelekea kupoteza moja wa hizo ambazo tumezitaja na zingine ambazo ni muhimu sana katika maisha yako, ambazo unazienzi kama vile mtoto, na zinaweza kukusababishia machungu iwapo zimenyemelewa na Shetani, basi unaweza jipata unaota ndoto huku mtoto wako yu mashakani, yuafariki na kadhalika. Na hivyo ni vema pia kujua si lazima ile ndoto iwe inamaanisha mtoto halisi. Inaweza pia maanisha baadhi ya hayo mambo, na vile vile ni vizuri pia kuchukua hatua kwa dharura, kama venye tulikuwa tumesema na yale tulikuwa tumeyatanja. Ni vizuri kuomba, ni vizuri kuwa mwangalifu, chukua tahadhari, jua kuna jambo baya linaweza fanyika, na hivyo kuwa alert. Na vile vile ni vizuri kuwa mwangalifu sana, usiwaambie watu sana kuhusu lile. Tena ni vizuri pia
kutoa dhabihu ya kupinga ile jambo. Ndiyo, kama kuna dhabihu ambayo imetolewa, ndiyo biashara yako isabaratike, ndiyo yale mambo yaweze kutukia, yaweze kusabaratishwa na ile dhabihu ya kiungu ambayo ina nguvu nyingi sana kushinda dhabihu za kishetani. Na kama tulivyosema pia, usiwe mtu wa kutia wasiwasi, usiwe wa kutia hofu wewe mwenyewe, na pia wengine usiwaweke kwa hali ya wasiwasi. Lakini hata hivyo, tunaombea watoto wetu ulinzi, tunawazingira na damu yake Yesu Kristo, na tunawatakia yaliyo mema. Mungu na akawafiche kutokana na jicho ya yule mwovu, na akaweze kuwahifadhi katika wema wake popote walipo. Mungu na akatembee nao, lakini ifikapo kuna mipango, hila na matukio ya kishetani ambayo yanaelekea kutokea, Mungu na akatupe ndoto na akatupe maono na akatufahamishe mapema, ili tuweze kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Asante sana kwa kuwa nami hadi ubali huu. Nashukuru sana kwa kunisikiza, na kufikia hapo sina la ziada. Tupatane katika video ijayo.